Okay, ni time nyingine tena tumekutana kupitia Global Online TV. Kama kawaida yetu, zile exclusive zote ambazo zinakuwa zina trend mitandaoni na duniani unazipata hapa kupitia Global Online TV. Kwa wa kwanza kabisa kupata endapo tu utakuwa umesubscribe channel yetu. Bana, leo nipo na Mnyamwezi ambaye anajiamini yeye na muziki wake. Inakuaje Duboy? Kwema bro. Fresh. Mungu anasaidia. Uko poa kabisa? Bana, nimeona umeachia ngoma hapa ina siku 2 kama siku 3 sikuoni. Siku mbili. Inaitwa Sikuoni, si ndio? Yeah. Ukizungumzia Sikuoni ni ngoma fulani hivi ya Kinyamwezi. Ilikuwaje mpaka ukaanza kuandika ngoma kama hii? Nakumbuka kuna siku tulikuwa na Bilnasi, tulikuwa tunasikiliza, kuna beat ambayo tulikuwa tunasikiliza. Ile beat nikisikiliza nilikuwa nikitafuta kitu cha kurekodi, naenda kurekodi, ni kali sana, alifanya Mona. Nikaenda nikairekodi, Mona anakuwa anaikataa, anasema hapana, hii haiendani na beat. Anakataa na nikitaka kurekodi pale anakataa. Sasa kuna msaidizi wake pale studio, nikajitahidi simwambii Mona, namtumia sasa ile kwenda kurekodi. Nikaenda nikarekodi verse, anakataa, hapana, hii haiendani, kanitafutia ngoma nyingine. Nikasema ngoja nichukue beat nikamsikilizishe Binafsi, labda anaweza kanipa idea, nikapata kitu cha kuweza kuandika na kuimba. Kwenda kumsikilizisha ndo akaniambia hii beat natakiwa tuimbe kitu fulani kama vile Sikuoni, akanielezea pale, akaidefine, akanipa baadhi ya maneno, vitu fulani ongea kitu fulani, ongea kitu fulani. Pendo lipoanzia, ila baada ya kwenda kwa Mona tena akawa ameikataa tena, akasema haiendani na hii beat, ni idea nzuri, sema haiendani na beat au na hicho ambacho natakiwa ukifanye kwa muda huu. Kwa hiyo pale ndo idea Sikuoni ilipoanzia. Okay, ukisikiliza Sikuoni ni kama umemwandikia mtu fulani hivi. Kwa upande wako unazungumzia vipi? Kuna wengine wanasema yeye, kuna wengine wanasema Stamina, kuna wengine watasema mtu mwingine, kila mtu anaangalia katika jicho lake. Ila Sikuoni ni ngoma ambayo nimemzungumzia mtu yoyote ambaye anafanya kitu kwa lengo la kukomesha, kwa lengo umuone yeye ni nani. Aidha kwa mabavu, kwa njia yoyote, mradi umuone yeye ni nani. Ili hali wewe mdau ambao anafanya, wewe humuone katika engo ambao anajiona yeye, au wewe humfikiri katika akili yako, umefocus katika maisha yako. Kuna kauli ashawahi kuisema Yankila, akasema kwamba wewe ni adui yake mkubwa sana katika maisha yake. Hiyo ngoma inamhusu yeye? Hapana, kusema kwamba mimi adui yake, imaanisha kwamba wimbo unamhusu yeye, ila wimbo unamhusu mtu yoyote. Yani wimbo hapa nimededicate kwa wale wote ma hater ambao wanataka nafanya vitu kwa lengo la kumuonesha mtu. Mfano labda wewe, kuna presenter ambaye kabisa ukimsikia na present anataka aone au akuoneshe wewe, yani wewe ujue kwamba kuna fulani anafanya kitu fulani. Kumbe muda huo hata umfikiri katika akili yako, wewe ukiangalia katika mambo yako ni hayupo kabisa kwenye rada yako, kwenye line yako hayupo, unajua zile. Hii ngoma nimeandika kwa ajili ya kitu kama hicho. Okay. Naye ni ngoma ambayo ilikuweka sehemu fulani na wengine wakapokea kwa upande kwamba una diss na vipi, lakini kuna toka umetoa hiyo ngoma mashabiki uliwapunguza au kuna wengine ulioongeza? Ndio ngoma ambayo nahisi hata kesho usipo duniani, ndio ngoma ambayo imeweka muhuri katika maisha yangu na mmoja ama nyingine. Ni ngoma ambayo kiukweli ni ngoma ambayo sijafanya sana show, ni ngoma ambayo ndani katika ngoma zangu zote ambazo nilikuwa nimezitoa kabla ile, ni ngoma ambayo sikuifanyia show, ila ilinipa mafanikio kwa kasi kubwa sana katika engo nyingine. Kwa kupitia ule wimbo mwingine nipa vitu vingi sana katika maisha yangu. Na hata mimi ukifika mimi nalala, ukifika tu Kangato ukutana kuna logo imeandikwa Naye pale. Kwa hiyo ngoma ambayo ina sign kubwa sana katika maisha yangu. Okay, hiyo ni kutoka kwa Duboy na amesema kwamba Naye ndo ngoma ambayo ina sign kubwa katika maisha yake. Lakini pia katika ngoma Naye umemdisi mule Ben9. Alafu kuna ngoma nyingine umefanya na Ambalulu na wewe pia na Ben9, lakini Ben9 akutokea katika kichupa. Kulikuwa kuna shida gani hapo? Kwanza mimi sije kumdisi Bele kwenye wimbo wote. Nitasema tu kwamba hala kwa mwanangu Bele ni mpaka kama vile shala tu, kwa sababu ni mtu ambaye ana appreciate kile ambacho anakifanya. Kwanza kabisa watu wajue kwamba Bele mimi sio shabiki yangu. Bele mimi ananiambia sasa, wewe mimi nikisikiza wimbo wako ni sio ananiambia sasa mimi sio shabiki yako wala nini. If at the end of the point tunafanya kwa sababu sisi sote ni wasanii, bidi tufanye vitu vingine move. Leo tunafanya vitu vingine kwa kusupportiana, kwa kusaidiana na kukuziana connection kwa ujumla. Yeye sio shabiki yangu. Kwa kitu ambacho nifanya kama vile kumappreciate, na kitendo cha yeye kutotokea kwenye video yangu mimi aisema kwamba ipo kwenye show.
Kwa baada ya kusema hivyo kwenye show nimeshakodikia kitu kipo on set. Kwa nadhani ni kutofautiana tu kwa ratiba kati ya ratiba yangu mimi na yeye, zikawa zimetofautiana, siku ya video hayupo basi. Na ni kaida tu kibinadamu. Mbona tunaona kina Wizkid ameshoot hadi video 2, Danieli Wanyamwezi hawapo. Kwa ni vitu ambavyo ni vya kawaida tu, na nimekutana naye na nakutana naye na naongea naye, na majuzi kata ametoka kunipigia, alikuwa ananisalimia tu. Hivyo tuko fresh. Okay, ukiangalia wasanii ambao mnalingana tuseme nyewe vijana, unaweza kumzungumzia Young D, Young Killer, Dogo Janja, lakini Dogo Janja ushawahi kusema kwamba ni mnafiki kinoma, yani katika wasanii wanafiki Dogo Janja anaongoza. Alafu Dogo Janja alivyoulizwa kuhusiana na Wapo Mchongo akasema wewe ni mtoto na unatakiwa uvae nepi. Bana, hii hapo unaizungumzia? Asa unajua hata kitu nje kusema kwamba mimi mtoto natakiwa nivae nepi tayari ni unafiki. Kwa ni kitu ambacho kinajionyesha kabisa na sio sawa kwenda kuzungumza. Nadhani ukimsikiza hata maongezi yake tunaona sasa ni mnafiki. Sema all in all ni kwamba huwa na enjoy, kwa sababu unajua ukishamjua mtu haikusumbui sana, huwa na enjoy. Yaani huwa na enjoy kama vile unafika kwangu kama vile na winter. Yaani kama vile ni miongoni mwa vitu ambavyo vinanivutia kutoka kwake, yani unajua zile. Yeah. Okay, sasa hivi uko lebo ipi? Mimi sina lebo na sije kwa kwenye lebo yoyote. Uhisi kwamba muziki unaofanya na style unayofanya na kusababisha wewe kukosa lebo? Hapana, siamini katika hilo, sababu mbona wasanii wengi tu wanafanya muziki mingine tu, yuko na wanaimba mapenzi, wengine wanaimbia na nani, ila hawana lebo. Kwa sio sosi. Au sio? Yeah. Wewe unahisi ni kwa nini? Kuna baadhi ya watu huwa wanakuja ukitaka tufanye kazi, kwa mwisho wa siku tunakuwa tunashindana, mtu anaweza kaja akataka kulipia video, labda sema mimi nitakufanya video ya 1.5 mfano. Ukiangalia video 1.5 wakati mimi naweza kumtia nisha 5 nikashuti video. Shanaelewa, anataka aje kwangu afanye vitu ambavyo mimi mwenyewe na uwezo wa kuvimudu nikavifanya. Kwa ndo tofauti inakuja hapo. Tukiingia labda sababu kubwa watu wengine huwa hawaamini labda Edboy na management. Unajua zile mtu anajua Edboy atakuwa na manager, sema tu hataki labda kumsema au unaweza kusema naye mkataba ikieta tofauti, kwa ni hivyo vitu vingine. Kibongo bongo unahisi yani unatamani uwe katika lebo ipi? Ndoto yangu sio kuwa kwenye lebo kubwa, ndoto yangu ni kufanikiwa kimuziki. Popote mtu yote ambaye anaweza kaja tukataka tufanye naye kazi, niko na maslahi kwangu, hata kama haijulikani. Nikiwa hapa kuna maslahi, sababu mwisho siku tunatafuta vidogo angalau maisha yaanze kusukuma na kuendelea. Yaani ndoto yangu sio kutamani kuwa kwenye lebo fulani. Ndoto yangu ni kufanikiwa, ni kufocus. Okay, ukiwasikiliza wadau wengi wanasema Dogo Edboy anang'ang'aniza sana hivi na vile, na kukua kuna tetesi kwamba we jina lako alisha kukupiga beat sijui akakutishia Amani. Hii issue ilishiaje? Sababu sijui nianze na ipi ya jina lako. Mimi na yule jamaa bana, yani hivi nilivyoisikia ndio ilipoishia hapo. Na swala kusema mimi king'ang'aniza hapo sijui katika engo gani. Yani wanasema kwamba yani Edboy mkipanga mfanye kitu atakukomalia kinoma. Yani ya ajali kwamba mtu sometimes unakuwa katika situation fulani. Nikwambie kitu bro. Kinachotokea ni kwamba mfano leo umeniambia ndio kwenye interview. Nimekuja kwenye interview tukiwa saa 7 nimekuja kwenye interview ili saa 8 nifanye interview mpaka saa 8 ili mimi niweze kufanyaje. Nimejitahidi nimewahi hapa kufika. Hapo inavyofika saa 7 wewe mambo yako yameingiliana, au labda upo tu na kuona una hang naona bro, kwa nini tusifanye interview, mimi niondoke niende nikafanya interview sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi sasa nikajua upo katika mood gani mpaka uniambie. Ushaelewa? Sasa mimi nikatoka kuna mizimu yangu, fulani tumeongelea kitu fulani. Mimi nangangania kiswala langu lifanyike kwa sababu gani? Bila sio kung'ang'ania, ni kukazana, ni sehemu ya juhudi ili niweze kupata kula, sababu nataka nikomalie jambo langu ili liweze kufanyika kwa muda. Na mimi sasa nikajua kwamba navyoenda kumfuata fulani leo nikakomalie jambo langu, siwezi nikajua alikuwa katika mood gani. Mimi sio Mungu, mimi sio Masihi wa kuweza kujua fulani yuko katika mood gani. Ila nitakapofika bana bro, tunafanyaje bana, tupanga interview saa 7 ila mambo yameingiliana, kuna vitu vinanichanganya, hebu kwani tusifanye kitu fulani. Utavanipanga kwa tunafanya njoo kesho saa 10. Kwa kesho saa 10 nitakuja na nitakukomalia, basi tufanye basi bro, niambie leo saa 10. Kwa sababu unavyoona mimi, kwa hiyo utaniambia mimi kinganizi, kwa nataka kesho yake ukinipanga mimi nisije. Kwa hapana, kile msema tu mtu, watu wengine wanaidefine vibaya. Mimi sijaona kama ni tatizo. Issue ya jina lako hujamalizia hapa. Alikwambia ukifika da nitakufanyia hivi na hivi. Kwa hiyo alikufanyia kile ambacho alikuwa amesema. Sasa kaweza makalia super switch, kwani ilipoishia ndo pale. Yaani ama kiingia cha kuongeza ni vile sijaje kukutana naye, namuona tu kwenye TV, kupita Instagram, YouTube, namuona kazi zake basi.
Kwa hiyo naamini akikutana na wewe atafanya kile ambacho ulikuwa umesema atakufanyia. Siwezi nikaamini kwamba akikutana na mimi atanifanyia hivi. Hapo nakuwa nimeingilia mamlaka. Sasa Mwenyezi Mungu ndo anayejua kwamba wakikutana itakuwa yeye atacheka, huyu atamshobokea mwenzake au atazimiana data, unajua zile. Kwa mimi ni ngumu kujua, sijui itakuwaje. Kitu sijui kesho yetu. Okay, ukimzungumzia Young D kama nilivyosema hapo, ni msanii ambaye mnakuwa naye, umemwangalia. Sidhani kama Young D ndo kaanza kutoka kabla yako, si ndio? Yep. Ukimzungumzia, ila kulikuwa kuna tetesi hapa mtaani kwamba Young D analala studio, ana maisha vipi. Lakini katika ngoma yako tukazisikia hizo story. Kwa hiyo ni kweli Young D ana sehemu ya kuishi na analala studio? Mimi bro, kinachokiimba waga kinasema kama kimethibitishwa. Sasa nikaimba kitu ambacho ni cha uongo sababu najua madhara ya uongo. Bora mimi nikwambie ukweli ili ikuume ikusaidie baadaye kuliko nikupe uongo ambao unaweza kukufariji. Nilimba ni ukweli, yani tuseme kwamba ni ukweli. Nikiongea mambo mengi sana zakachanganya mada. Kwa ulichokisema ni ukweli, Young D aishi, ana sehemu ya kuishi, analala studio. Ni ukweli nikisema baada ya kumuimba, nashukuru Mwenyezi Mungu na yeye alipata sehemu kidogo ya kumhifadhi, kwa sasa hivi nimesikia tena hayupo pale. Kwa hiyo ni swala la kusema ya kweli, tunaona kabisa tunaongea vitu na vitu vinaonekana vinafanywa kazi. Au sio? Bana, nipo na Eduboy na tunapiga mastori mengi, tunazungumza vitu vingi. Endelea kuwa na sisi. Sikuoni video yake inatoka lini? Mwongea siku nimewaza vitu vingi sana. Sikuoni video. Usiniangalie bwanangu. Sikuoni video, ni video ambayo tulikuwa tushaanza kuishoot. Sema kuna baadhi ya vitu ambavyo bado tujavimalizia. Kwanza tukivimalizia itakuwa rasmi. Mimi siwezi kusema kwamba inatoka kesho kutwa au vipi, ila tayari tushaanza kuishoot. Kwa kuna baadhi ya vitu inabidi tuvimalizie ili tuweze kuiachia. Video lazima itoke ndipo ratiba zingine ziweze kuendelea. Nani anahusika kwenye video, kwenye upande wa video, nini kushuti na vitu vingine vingi? Sapo ngumu, unajua nikishakuwa na video hivi nimeweka YouTube private pale ndio nikajua sasa hii video fulani. Unajua sasa hivi ni ngumu kusema fulani ameshoot kati video bado hajamaliza kuishoot. Unaelewa? Yeah. Umezungumzia mchongo wa YouTube. Kuna wasanii wengi wakina Harmonize nani wengi wanasema kwamba YouTube inawalipa sana na wanapiga mpunga kutoka katika YouTube. Kwa upande wako wewe ni vipi? YouTube inalipa, kama inamlipa na ni YouTube ni ya watu wote, aiendeshi na yeye, obviously lazima na mimi nitakuwa nanilipa. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Tunavyokuwa tunafanya hivi kwa vidogo tulivyo navyo, watu wanakuwa naelewa muziki, wanakubali na wanasupport kwa view. Kwa hiyo tunashukuru hivyo vidogo vinatusaidia hapa kuganga mjini ya. Okay, kuna tunaweza tukasema mtu pale anapotoa audio alafu anakuja anafanya video anapandisha tena YouTube, alafu na yule anatoa video jumla na audio moja kwa moja, kuna utofauti hapo, unaweza kuzungumzia vipi? Sina experience hiyo sababu mimi sije kutoa video na audio. Mimi wanatoaga audio na kuja video. Hata kama video ninayo ndani, niza nikatoa audio, nikaambia jamani video tayari nishaishoot, mtaiona very soon kwenye YouTube hivyo, subscribe at Eduboy TZ au Instagram Eduboy TZ, utakutana navyo kule, huwa nawaambia. Ila sije kuachia audio na video the same time. Okay, experience hiyo. Okay, nilikuwa na Eduboy bana, tumepiga story nini na mengi umefahamu kutoka kwa Eduboy. Atuambie neno la mwisho kwa mashabiki zake. Neno la mwisho, nashukuru sana Global TV, Online TV kwa kunisupport na kwa kuona kwamba mdau unanifaa kuzungumza na Watanzania na dunia kwa ujumla, sababu naamini mnafika mbali. Cha msingi tuendelee kunisupport. Siku nipo katika platform mbalimbali ukaingia download. YouTube pale pia ipo kwenye account yangu pale audio Eduboy TZ, subscribe pia kwa update mbalimbali Instagram, Facebook, Snapchat na Twitter Eduboy TZ EDUBOYTZ. Tunashare kule mambo mbalimbali. Hata kama nimezengua ni chane bana umezengua hapo itanisaidia, itanijenga hata kesho nisikose, ni binadamu pia. Okay, fanya kama unapiga hivi akapela nini ya school. Sijui ni gundu hauna nyota, fungu la kukosa amalane imekuchota, kusafa mwisho kutota, maana skoni upo gizani, skoni kwenye dili nazopiga mi, skoni kama mfano wa kuigwa like me, kuwa wewe usifanye kunikomesha mi, iwe Insta, Facebook, Twitter, skoni kita kwenye mastori ya wana napo skoni kwenye rada yangu bado sikuni, nasema bado misikuni, skuni bado misikuni. Shiboy Eduboy right here, Raxi ID hala.
Wewe kijana. Unafanya nini dirishani kwa mwanangu saa hizi? Unafanya nini? Hapa mzee. Yes. Eh? No. Wewe ni kibaka? Baba. Hapana. Ila nani huyu tena? Nilikuwa nanyapia tu habari za Insta. hapana. Isa nyumbani kwa watu? Hapana, wewe ni kibaka. Hapana mzee. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Tecnofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka 6. Ipo kata ya Msangani, Kibaha kwa Matias, mkoani Pwani, kilomita 6 kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2018-2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EKA na HGK. Shule ipo kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha. Ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Ricky Hotel, Mnazi Mmoja, Dar es Salaam, Msimbazi Center, Dar es Salaam, Mwanza, soko kuu, duka namba 27 na Palace Hotel, Arusha. Wote mnakaribishwa. Msangani Secondary School, learn to excel. Sasa Shabib Line Bus wamerahisisha huduma. Mfumo wa kukata tiketi kwa njia online ni rahisi sana. Chukua smartphone yako upande wa internet, kisha andika www.shabib.co.tz. Utakutana na sehemu hii, kisha utajaza taarifa zako, kisha utabofya search buses. Itakuletea muda na aina na daraja la bus, kisha itakuletea nauli za mabasi. Ukishachagua nauli, itakupeleka moja kwa moja kuchagua city, kisha utabofya processed to booking, kisha utajaza taarifa zako, kisha utachagua malipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabib Bus Line.